Salam na amani ziwe nawe popote pale ambapo ulipo. Karibu na nikualike kwenye habari za michezo kitaifa na kimataifa. Langu jina ni Hussein Bakari, Rodri wa habari. Na tuanzie kwa nyota wa timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars. Wamewasili kambini kuanza maandalizi rasmi ya mchezo wa kirafiki unaotarajiwa kuchezwa Novemba 15, 2025 dhidi ya timu ya taifa ya Kuwait. Mchezo huo ukiwa ni sehemu ya kalenda ya FIFA na utachezwa mjini Cairo nchini Misri. Kambi hiyo imewekwa katika moja ya hoteli iliyopo jijini Dar es Salaam, ambapo wachezaji wanaendelea kuungana taratibu wakitokea katika vilabu vyao vya ndani na nje ya nchi, huku maandalizi yakilenga zaidi kujenga uimara wa kikosi kuelekea mashindano makubwa yajayo. Mchezo huo wa kirafiki unatajwa kuwa sehemu muhimu ya maandalizi ya Taifa Stars kuelekea michuano ya AFCON 2025, michuano ambayo itafanyika nchini Morocco kuanzia Desemba 21, 2025 hadi Januari 18, 2026. Timu ya taifa ya Tanzania ipo kundi C sambamba na Nigeria, Tunisia na Uganda. Kocha wa muda wa timu hiyo Miguel Gamondi pamoja na msaidizi wake Ahmad Ali wanautumia mchezo huo kuwa itatoa nafasi ya kutathmini ubora wa wachezaji, hasa wale wapya walioteuliwa kujiunga na kikosi. Azma ya benchi hilo ni katika kujenga muunganiko mzuri katika safu ya ulinzi, kiungo na ushambuliaji ili kuhakikisha timu inakuwa imara zaidi. Ikumbukwe kuwa Taifa Stars ipo katika kipindi cha mabadiliko ya benchi la ufundi baada ya kuondoka kwa kocha Hemed Suleiman Morocco na jopo lake. Uongozi wa shirikisho la soka nchini TFF umeonyesha imani kwa Miguel Gamondi, kocha mkuu wa Singida Black Stars, na kocha Ahmad Ali wa JKT Tanzania kuendelea kuandaa kikosi hicho kwa muda huu muhimu. Mashabiki wa soka nchini Tanzania ni fahari ya taifa letu. Furaha na raha yao ni mafanikio ya soka letu. Uhuzuni na karaha wazipatazo ni mwenendo mbovu wa timu yetu. Kwa sasa wamekuwa na matumaini makubwa kwamba maandalizi haya yataiwezesha Taifa Stars kufanya vizuri zaidi katika michuano ya AFCON na kuendelea kuinua hadhi ya soka la Tanzania kimataifa. Na tuangazie timu ya taifa ya Tanzania ya futsal. Upande wa wanawake imeendelea na maandalizi yake kuelekea fainali za kwanza za kombe la dunia la futsal zitakazofanyika nchini Ufilipino kuanzia Novemba 21 hadi Desemba 7 mwaka huu. Tanzania imepangwa kundi C sambamba na mataifa yenye uzoefu makubwa katika mchezo huo ikiwemo Ureno, Japan na New Zealand. Kocha wa timu hiyo Curtis Reed amesema kuwa licha ya ugumu wa kundi waliopo, anaamini maandalizi yaliyofanyika yatawezesha kikosi chake kupambana kwa kiwango cha juu kweli kweli na kutoa ushindani mkubwa katika hatua zote za michuano hiyo. For preparation, I mean just to understand futsal. Kwa maandalizi ni kujua mchezo wa futsal ni kujilinda na kushambulia. Tuna plani yetu na tuna wachezaji wazuri. Ni jambo tu la kuelekeza na kujua sheria za mchezo huu, na tunaamini tutafanya vizuri. But we have some very good players. Tactically and technically we have some very good players. Kwa upande wake, mchezaji mkongwe wa timu hiyo Fatma Isa, anayefahamika zaidi kama Feti Dansa, amesema kuwa morali ari ndani ya kikosi ni kubwa na kila mchezaji anajua uzito wa majukumu yaliyo mbele yao. Azma yao ni kuipeperusha vizuri bendera ya Tanzania. Maandalizi yako vizuri, kocha wetu ametutraining vizuri mpaka sasa na kila mchezaji ana morali ya kutosha kuelekea kwenye michezo hiyo ya kombe la dunia. Wa Tanzania watuamini na watu support kwa kuangalia kwenye TV, hata kama hawapo sehemu hiyo, wawe na matumaini kwamba sisi tunaweza na tutaenda kufanya vizuri katika kombe la dunia. Shukrani. Mchezo wa futsal ni mchezo mashuhuri duniani. Nchini Tanzania ulikuwa haufahamiki kwa kiasi kikubwa, lakini fahari iliyoje timu ya taifa ya Tanzania ya wanawake mchezo wa futsal. Sote tunafahamu ya kuwa ilifanya vizuri pale nchini Morocco, na sasa inakwenda tena kutuwakilisha taifa la Tanzania katika mashindano ya futsal ya dunia yatakayofanyika Novemba 21, 2025 nchini Ufilipino. Kila lenye kheri, baraka na fanaka kwa timu hii ya taifa ya wanawake kwenye mchezo huu wa futsal. Tumalizie sasa kwa kuangazia habari za michezo kimataifa. Kocha mkuu wa Manchester City Pep
Guardiola ameweka historia mpya katika taaluma yake ya ukufunzi baada ya kufikisha mechi yake ya 1000 kama kocha mkuu, huku akipata ushindi wa 716 wa kazi yake. Kocha huyo wa Manchester City, The Citizen, aliongoza vijana wake kuibuka na ushindi mnono wa bao 3-0 dhidi ya Liverpool katika uwanja wa Etihad, mchezo uliokuwa na ushindani mkubwa lakini ulionyesha ubora wa kikosi cha City, hasa katika umiliki wa mpira na umakini wa safu ya ushambuliaji. Ushindi huo umeendeleza rekodi nzuri ya Guardiola katika mechi za nyumbani, akibaki kuwa mmoja wa makocha wenye mafanikio makubwa zaidi duniani. Guardiola ni jina mashuhuri katika ulimwengu wa soka kama ilivyo kwa Sir Alex Ferguson, Jose Mourinho, Arsene Wenger na hata Carlo Ancelotti Don Carlo. Katika mchezo huo wa 1000 kwa Pep Guardiola, nyota wa Norway Erling Braut Haaland aliendeleza ubora wake kwa kufunga bao lake la 99 tangu aanze kucheza ligi kuu ya England EPL, akionyesha kwa mara nyingine uwezo wake mkubwa wa kumaliza nafasi na kufumania nyavu za mpinzani. Bao hilo lilimweka Haaland karibu na kufikisha mabao 100 kwenye ligi kuu ndani ya muda mfupi zaidi kuwahi kufanywa na mchezaji yeyote katika historia ya EPL, akiwa amecheza michezo 108 tu. Na tumalizia kwa kuangazia mshambuliaji wa zamani wa Manchester United, Mwingereza Wayne Rooney, amesema huenda usajili wa nahodha wa Sunderland Granit Xhaka ndio usajili bora kwa msimu huu wa mwaka 2025-2026. The Black Cats wamekuwa na kiwango kizuri tangu waliporejea katika ligi kuu England, ambapo kwa sasa wanashika nafasi ya 4 baada ya michezo 11 wakiwa na alama 19, na malengo yao ni kuhakikisha wanasalia EPL msimu huu. Amecheza mechi zote 11 na kuchangia upatikanaji wa bao 4 katika mabao 14 yaliyofungwa na Sunderland. Ikumbukwe raia huyo wa Switzerland alijiunga na Sunderland Julai 30 akitokea Bayer Leverkusen nchini Ujerumani kwa ada ya pound milioni 13 sawa na bilioni 40.7 kwa pesa halali ya Tanzania. Ripoti za michezo kitaifa na kimataifa. Mimi ni Hussein Bakari, Rodri wa habari, mwenye utajiri wa habari wa EATV.